Kwa hiyo leo tutazungumzia mambo mawili, utangulizi wa mfumo ni nini hasa, lakini pia baadaye tutahama kwenye kuzungumzia habari ya namna gani tunaingiza majina ya washiriki. Kwa hiyo naomba nianze na hiyo sehemu ya kwanza. Okay. Sasa ACMS inapatikana ni web application, ni application inayopatikana kwenye wavuti. Kwa hiyo unatumia simu, unatumia kishkwambi, unatumia kompyuta, chochote kile ambacho kinaweza kuingia kwenye internet kinaweza kuingia kwenye ACMS. Kwa hiyo namna gani tunaipata ACMS? Utaenda kwenye browser, wengi mnafahamu Chrome. Kwa hiyo iwe ni Chrome, iwe ni Opera, iwe ni Safari, Microsoft Edge, browser yoyote unayotumia. Mimi hapa leo kwa ajili ya kuonesha nitakuwa natumia Chrome, lakini pia naamini Chrome iko kwenye sehemu nyingi ya watu wengi, kwa hiyo nitatumia hiyo ya Chrome. Kwa hiyo utaingia pale, unaandika www.acmsnet.org. Tafadhali andika mpaka ikamilike. Unajua ukianza kuandika ni rahisi kuletea suggestion kama hivi. Ukiziclick hizi suggestion ina hatari ya kukupeleka sehemu tofauti. Kwa hiyo hakikisha umeiandika hivyo kikamilifu, acmsnet.org, and then ukishamaliza utapiga enter kwa kwenye simu yako, utasearch. Inapaswa ikifunguka, cha kwanza kabisa wewe kuona kiwe ni hichi kiduara kinachozunguka. Sasa wengi nimepokea concern za kwamba ina load tu, kwa hiyo kuna habari ya mtandao, lakini pia kuna habari ya update browser yako. Kwa hiyo kabla ukiona kama ina load muda mrefu, basi hakikisha kwamba mtandao wako moja uko vizuri, lakini pia umeupdate browser yako. Sasa naona kwangu imeenda moja kwa moja, naomba nitoke kwanza ili iwe rahisi kufanya hii kueleweke. Ukifungua mfumo wako kwa mara ya kwanza kabisa, ukiload, naona inaendelea. By the way, muda huu niseme kwamba kama ikitokea mtu yuko pale, utaliandika pale kwenye chat. Inaweza ikawa sehemu nzuri, lakini ikitokea nitaruhusu baadaye mwishoni kupata maswali kama baadhi kwa yale ambayo tutakuwa tumefanya. Kwa hiyo itakuomba username na password. Kwa hiyo wewe utaandika kile ambacho tayari nimekutumia. Unaweza kaandika username au email yako ambayo ulinitumia. Ukishaandika utaandika na password hapa, alafu baada ya hapo utabonyeza mahali pameandikwa sign in. Okay. Ukibonyeza mahali pameandikwa sign in, mfumo sasa utakuwa umekuingiza kwenye kanisa lako mahalia. Sasa ninapenda kutambua kwamba, nadhani nilijibu hili mapema tu kabla sijaulizwa. Ndio, mfumo unaweza ukapatikana kwa Kiswahili, lakini kidogo bado lugha haijakaa vizuri. Kama ukiona Kiingereza inakupa changamoto, unaweza ukaiswitch ukabadilisha lugha yako kwenda Kiingereza, Kiswahili. Nitawaelekeza namna ya kufanya hilo baadaye. Lakini unapofungua mfumo kinachofunguka kinakuwa cha namna hii. Kwa hiyo ngoja nipunguze kidogo hapa ili tuone vizuri. Asante. Kinachofungua kinakuwa cha namna hii kama unatumia kompyuta. Kama unatumia simu, muonekano wako utakuwa tofauti kidogo. Naomba pia nibadilishe kitu kimoja kidogo hapa ili tuwe kwenye sawa. Wewe pia utaona ya kwako ikiwa nyeupe hivi. Asante. Una uwezo wa kubadilisha kutoka nyeupe kwenda nyeusi kulingana na utakavyokuwa unataka. Nimewaelekeza hiyo, unabonyeza jina and then unabonyeza theme, unataka dark au light. Lakini hilo lilikuwa nje. Sasa unapofungua mfumo, cha kwanza utakachokiona ni huu ujumbe wa ukaribisho. Kwa mara nyingi ni ujumbe pamoja na nukuu ya Biblia au roho ya unabii hapa. Kwa ni sehemu nzuri ya kupita na kujifunza. Kwa mfano leo imetoka kwenye na mimi kitabu gani? Acts of Apostles kama sikosei, Matendo ya Mitume. Kwa hiyo kuna nukuu hapo, utaitazama. Lakini pia sehemu inayofuatia, kama unatumia hii ya kompyuta hii ambayo ni pana hivi, utaona ni upcoming birthdays. Upcoming birthdays ni kwamba utakapokuwa ukiingiza watu kwenye mfumo, utakuwa unaingiza na tarehe zao za kuzaliwa. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye tarehe yake ya kuzaliwa iko ndani ya siku 7 kuanzia siku hiyo, mfumo utakuonesha hapa. Hiyo taarifa utaifanyia nini? Ni wewe binafsi unajua, lakini mimi najua tu hiyo iko hapo. Kwa hiyo mnaweza mkaifanyia mtaona namna nzuri ya kuifanya kwa kuhakikisha kwamba mnaboresha ushirika katika kanisa lenu. Kitu kingine ambacho utakiona ni members, idadi ya washiriki walioko kwenye kanisa lako. Kwa hiyo kanisa utakalokuwa umeingia, unachokiona hapa ni idadi ya washiriki.
hawa wanaitwa wale washiriki walio na ushirika, kwa hao ndio utakao waona hapa. Lakini pia kuna sehemu imeandikwa member entries. Hii ni sehemu ambapo tunazungumza juu ya habari ya washiriki walioingizwa ndani ya mwaka huo kwa ubatizo. Kwa hiyo kama mkimbatiza mtu mtaimuingiza kwenye mfumo kwa ubatizo, kama aliyebatizwa mbatizo mpya ndani ya mwaka huo itaonekana hapa. Kwa hiyo hii ni sehemu nzuri ya kuona kwamba je, tumebatiza watu wangapi ndani ya huo mwaka husika. And then kuna sehemu inayohusika na transfers, uhamisho wa washiriki. Hapa hii blue ambayo haijakoza sana, imekoza sana, tunaona wale ambao tunasubiriwa sisi tuwapokee, lakini hapa hii ya chini tunakuwa tunaona wale ambao tunasubiriwa tuwatumie ushirika wao. Kwa hiyo hizo ni sehemu mbili, lakini pia kuna sehemu ya wale washiriki ambao tunaweza tusio tunafahamu waliko, lakini pia kuna makundi ya washiriki. Hivi vyote nitakuja kuvizungumzia muda usiokuwa mrefu. Tutakapokuwa tukizungumza juu ya habari ya Extra, nadhani siku ya 5 tutakuwa tukigusia vitu ambavyo ni vya ziada kwenye mfumo huu. Kitu ambacho natambua kitakuwa tofauti kidogo ni kwamba wengi wetu tutakuwa tukitumia simu. Kwa hiyo naomba niwaoneshe pia kidogo kwenye simu inaonekanaje, ili mtu awe ana uwezo wa kufahamu. Kwa ukifungua kwenye simu baada ya kujaza username yako na password, utaona imekaa kwa namna hii. Kwa hiyo home, alafu ujumbe, alafu idadi ya washiriki utakuwa imejipanga kwenda chini. Kuna hapa pembeni kuna vitu viwili hapa kwa juu kabla. Kuna haka ambako kana nembo ya kanisa. Hii hasa kwa coordinators wa mitaa. Hapa ni sehemu ya kuhama kutoka kanisa moja kwenda kanisa lingine. Kwa mfano wewe ni coordinator wa mtaa wa utumia mtaa gani kama mfano? Wewe ni coordinator wa mtaa wa Nyasaka mfano. Kwa hiyo unataka kuhama kutoka kanisa la Nsumba Mlimani ambalo liko Nyasaka uende labda kanisa la Nundu. Kwa hiyo utakuja tu hapo palipoandikwa change entity, hapo kwenye nembo utabonyeza hii nembo ya kanisa, and then utakuja change entity, utaandika Nundu. Sasa wewe utaona Nundu moja, and then utakishalichagua hilo kanisa la Nundu utabonyeza change. Kwa hiyo unakuwa umehama. Hii ni kwa coordinators wa mtaa, umehama kutoka kanisa la Nsumba Mlimani lilikuwa na washiriki 62 umekuja kanisa la Waadventista wa Sabato Nundu ambalo lina washiriki 596. Kitu kingine cha tofauti ni kwamba huku sehemu ya menu iko hapa pembeni. Okay. Hapa pembeni ukibonyeza hivi vimstari vitatu vinakuletea menu. Kwa hiyo nitakapokuwa nikienda kwenye menu kule kwenye kompyuta, nyie mtambue kwamba hiyo ni sehemu hii. Kwa hiyo nitaomba nirudi sasa kwenye ile ya kawaida. Hii menu iliyoko hapa ni ile ambayo iko kule pembeni. Sasa ninaenda kwenye sehemu ya kuingiza mshiriki sasa. Lakini nieleze kitu sana na menu hapa ili tuwe na uelewa wa pamoja. Kuna sehemu ya member, mambo yote yanayohusiana na mshiriki, ushirika wa washiriki yanafanyikia hapa sehemu ya member. Mambo yote yanayohusika na ushirika wa washiriki, iwe ni kuingiza mshiriki mpya, iwe ni kuhamisha ushirika wa mshiriki, iwe ni kufuta ushirika wa mshiriki, yote yanafanyikia sehemu hii, ambapo tuna sehemu ya search au new kwa maana ya kutafuta au kuingiza mshiriki mpya. Kuna sehemu ya kufanya bulk update kama tunataka kubadilisha taarifa za washiriki wengi kwa wakati mmoja. Kuna sehemu ya kufanya uhamisho, hii imeandikwa transfer. Lakini pia tuna sehemu ya whereabouts unknown, wale washiriki ambao hatufahamu waliko, tuna sehemu ya kuingiza hapo. By the way, kuna processes ambazo zinahusika kwenye hilo, kwa hiyo confirm utawasiliana na mchungaji wako ili kupata processes ambazo zinafanyika kwenye hilo. Sio wakati wake, tukikutana kwenye seminar pengine za makarani tunaweza tukazungumza juu ya habari hiyo. Lakini pia kuna sehemu ya categories, makundi ya washiriki. Lakini mwisho kuna sehemu ya duplicates, washiriki ambao wameingia. Kwa hiyo hiyo ni sehemu inayohusiana na masuala ya ushirika. Sehemu inayofuatia ni sehemu inayohusiana na habari ya kanisa. Kwa hiyo kama mnataka kutengeneza kanisa, kuingiza kanisa jipya, sasa hii kwa ninyi kwa ngazi yenu wengi mtakuwa hamfanyi hili, kwa hiyo naomba niruke hapo. Then kuna habari ya viongozi wa kanisa wanapatikana hapa kwenye departments. Kwa masuala ya uongozi yote yatakuwa yakifanyika hapa sehemu ya departments. Nje ya hapo kuna habari ya tools, kuna sehemu ya contacts, mawasiliano, lakini pia na habari ya users, watumiaji ambao ndio ninyi ambao tumewatengenezea. Then kuna sehemu ya kuvuta ripoti, kuanzia ripoti zile za kama zile za robot tunazokuwa tukijaza na nini, ripoti za washiriki wetu na vitu kama hivyo vyote vinakuwa sehemu hii ya reports. Kwa hiyo hicho ndio kinachopatikana kwenye sehemu hiyo ya menu. Sasa kwa utambuzi tu ningetamani
elewa kama kwa hivyo nilivyopita haraka haraka, ninaomba turuke twende kwa sehemu ya kuingiza washiriki. Kama kuna swali unaweza ukaandika, kama utahisi utalisahau, kama unaweza ukalikumbuka, nitawakaribisha baadaye kwa ajili ya kupata wasaa wa kushare. Kwa naomba tuende kwenye moduli ya kuingiza mshiriki. Sasa kuingiza mshiriki, utabonyeza sehemu ya, utakuja huku kwenye menu, utakuja sehemu ya member, alafu kuna sehemu imeandikwa search/new. Hapa tunabonyeza, ukishaenda kwenye member search/new. Kwenye simu naomba niwaoneshe pia hiyo mara moja ili muione inavyokuwa kwenye simu. Utakuja menu, member, alafu search/new. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyokuwa unafanya. Vyote vile iko hivyo. Hapa unaweza ukafanya mambo mawili. Moja ni kusearch mshiriki, ambayo yenyewe ukitaka kwa mfano mshiriki yuko ndani ya kanisa lako, kwa hiyo utaandika tu jina hapa, labda niko kanisa la Nundu, kwa hiyo nitaandika labda Elvin mfano. Kwa hiyo nikibonyeza Elvin nika search, itaniletea jina la washiriki walioko ndani ya kanisa langu wanaoitwa Elvin. Au kwa mfano nikitaka nipate majina ya washiriki wote wa kanisa la Nundu, sitaandika chochote hapa, nitabonyeza search. Itaniletea washiriki wote kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho, kwa washiriki wote 500 na ngapi. Kwa hiyo wengine watakuwa huko chini, nikibonyeza ile ya kwenda next. Kitu kingine cha ziada ambacho tunaweza tukakifanya hapa ni kwamba unaweza pia ukasearch washiriki ambao wako nje ya kanisa lako kwa kuantiki hichi kidude kilichoandikwa local. Kwa hiyo tutaifanya tutakapokuwa tukiendelea kwenye hizo siku za mbele. Naomba kwa sasa hivi tuendelee na ule process ya ku-add mshiriki. Kwa hiyo umeshakuja kwenye member, bonyeza search/new, imefunguka hapa, unabonyeza kuna kibutton cha kijani chenye jumlisha hapa kimeandikwa new. Ukibonyeza hapo itakuletea option mbili, unachoweza kuchagua kuingiza mshiriki mpya au ukaingiza interest waliovutiwa. Sasa leo tutadili hasa tu na washiriki. Kwa hiyo nitabonyeza new member. Kwa hiyo nikibonyeza new member, mfumo ulivyobonyeza new member imenileta sehemu ya kusearch tena. Mfumo wa ACMS unatulazimisha kwamba kabla hatujaingiza mshiriki basi tumtafute. Yaani kabla sijaingiza mshiriki mpya kwenye kanisa langu, nitafute nione kama kuna mshiriki mpya. Mfano mzuri sasa nitaomba mniruhusu nirudi kanisa la Msumba Mlimani ili nitolee mfano hapa, kwa sababu kidogo nina uelewa washiriki wa kanisa hili. Kwa hiyo kwa mfano tumeshakuja member search/new. Ninataka kuingiza mshiriki mpya, kwa nitabonyeza new alafu member. Kwa hiyo mshiriki nataka kumtafuta kwa kanisa hili anaitwa Steven Leonard Michael mfano. Nikisearch inanitafutia kwenye makanisa yote duniani kama kuna mshiriki anaitwa Steven Leonard Michael. Kwa bahati mbaya huyu tayari amekwisha kuingia. Kwa hiyo ukiona mshiriki amekuja hivi uingizi. Kwa mfano tulikuwa tunataka kuingiza mshiriki anaitwa labda Margaret Biseko labda. Sawa? Kwa hiyo cha lazima hapa ni jina la kwanza, lakini unaweza ukaandika majina yake. Kama una majina mawili unaandika kwa namna hii. Kama ana majina matatu, mawili yale utayaandika hapa, alafu moja ndio utaliandika huku. Kwa hiyo una search, inakwambia kuna washiriki, kuna mshiriki anaitwa Margaret Biseko yuko Masanza, Margaret Fadhili Biseko, Margaret Gershon Biseko yuko Nyasaka. Kwa hiyo mshiriki pia ambaye nilikuwa nataka kumuingiza ndio huyu ambaye tayari yuko anasomeka yuko Nyasaka. Kwa hiyo inabidi nisimuingize mshiriki huyo. Sasa nitolee mfano wa mshiriki, nitatumia tu jina ambalo baadaye nitakuja pengine kuliondoa, lakini nitumie jina lolote, kwa mfano labda Zawadi. Nimepata wazo. Okay. Lea, mfano Lea Emmanuel. Nina search. Sasa itaniletea Lea walioko huko duniani. Kwa hiyo nitaangalia kama kwenye mshiriki wangu mimi, je, anatokea kwenye list hii washiriki? Nitajuaje? Nitaangalia jina la mama, tarehe ya kuzaliwa na vitu kama hivyo.
Um, mbona imechukua muda mrefu sasa kutafuta? Ngoja tuisubirie sasa ikamilishe utafutaji. Tumeandika jina ambalo ni common sana, kwa hiyo itatafuta, hatimaye itaturuhusu tuingize huyo mshiriki. Kwa hiyo imetuletea layer wengi kweli kweli. Sasa tuseme kwamba kwenye hawa layer uliowaangalia hapa, layer yule unayetaka kumuingiza kwenye kanisa lako hayupo. Layer unayetaka kumuingiza kwenye kanisa lako hayupo. Kwa hiyo utakachokifanya, utakuja utabonyeza create new record. Sawa? Kama hayupo, and then itakufungulia sehemu sasa ya kumuingiza huyo mshiriki. Baada ya kuwa umeshabonyeza tengeneza record mpya, utakufungulia sehemu ya kumuingiza huyo mshiriki. Sasa unaweza jambo la kwanza kabisa unapokuwa umefikia hapa ni itakuambia uchague ni namna gani huyo mshiriki aliingia ndani ya kanisa. Hii sehemu ya ceremony. Huyu mshiriki aliingiaje ndani ya kanisa? Ukitazama hapa tuko na namna 4 za ambazo mshiriki anaweza kaingia ndani ya kanisa. Tuna baptism, ubatizo wa mara ya kwanza, lakini tuna rebaptism. Huyu ni mbatizo ambaye amebatizwa kwa mara nyingine. Alafu profession of faith, kukiri imani. Alafu na tuna adjustment, marekebisho. Sasa wewe kule uliko kulingana na taarifa za washiriki, nikiangalia kwenye ile fomu ambayo nilikuwa nimewatumia muda ule mapema, ukiiona unaweza ukajua kwamba mshiriki wako ameingiaje. Sawa? Kwa hiyo ukichagua baptism, kwa sababu ya kuelekezana, ukichagua baptism utalazimika kuwa na vitu vifuatavyo. Utalazimika kuwa na tarehe aliyoingizwa kwenye vitabu vya ushirika, lakini pia tarehe aliyobatizwa ambazo mara nyingi zinakuwa zile fanana, lakini pia mahali alikobatiziwa, lakini pia na alibatizwa na nani. Kwa hiyo kwa kawaida hii huwa inapick kanisa mahalia, lakini hii inapick jina la mchungaji wa mtaa. Kwa hiyo kama mchungaji wako wa mtaa sio aliyebatiza, unaweza ukafuta jina la mchungaji, labda Lungama Joseph Jigulu. Ngoja nione kama naweza Lungama Jigulu, kachagua hivyo. Au hata kama hailipo hilo jina hapo, unaweza ukaliandika tu na likafiti vizuri. Lakini pia hii sehemu ya mahali, kama hamkubatizia kanisani kwenu, unaweza kaandika mahali mlikobatizia, labda Nyasaka Center, Nyasaka Central, Nyasaka, ukachagua labda hivyo tulibatizia hapo. Kwa hiyo ni sehemu kama utakuwa umechagua ubatizo. Vivyo hivyo pia kama utakuwa umechagua rebaptism, zinafanana hivyo hivyo. Lakini kama umechagua kukiri imani, itakuomba tarehe aliyoingia kwenye vitabu vyenu vya ushirika, lakini pia na minute, namba ya azimio, minute number, action number ya yeye kuingia kwenye vitabu vyenu vya ushirika. Vivyo hivyo pia ukichagua adjustment, hii ni marekebisho, itakuomba tarehe ya kufanya hayo marekebisho. Kwa utaingiza tarehe, ukishaingiza tarehe itakuruhusu kumuingiza huyo mshiriki. Kwa hiyo tuseme nikachagua labda tarehe ya leo. Haya. Unakuja sehemu hii sasa, jina la kwanza, jina la mwisho. Tahadhari, naomba niweke mapema. Kiboksi chochote ambacho unaona kina kinyota cha kijivu, hicho kiboksi ni lazima kujazwa. Hata kama unaweza ukawa huna taarifa hizo, ni lazima kujazwa kiboksi hicho. Kwa hiyo kiboksi chochote chenye vinyota vya kijivu ni lazima vijazwe. Kwa hiyo utakachokifanya, unakuja sehemu ya jinsia. Hapa tuna jina. Naomba nielezee vitu vichache hapa. Samahani kidogo, naomba nitazame kama message huku. Naona hakuna, basi tuendelee. Jina la mshiriki, jina lake la kwanza, jina lake la mwisho. Title, Mr. Mrs. nini kama utahitaji kuweka, lakini mara nyingi hii utaiacha. Initials, international name ni taarifa ambazo mara nyingi tumekuwa tukizitumia kwenye maeneo yetu. Jinsia ya huyu mtu, kwa hiyo nitachagua female. Okay, kwenye option zetu tuna female kwa maana ya wanawake, tuna male wanaume, lakini pia nimegundua kitu ambacho nilikuwa sikioni huku. Kuna kitu hizi option. Ukibonyeza kwenye gender inakuletea option 3, female, male pamoja na unstated. Unstated ikimaanisha kwamba
haijatamkwa. Hii inaweza ikatokea, kwa mfano unaingiza majina ya zamani ya washiriki wako, labda umeenda kanisa labda la Nyashana, ukagundua kuna washiriki wa zamani ambao ulikuwa unatakiwa kuwaingizia majina, na kwenye majina yale ukagundua kuna mshiriki anaitwa Doto. Sasa Doto haikwambii ni mwanamume au ni mwanamke, na ukijaribu kuulizia ukagundua labda hamna anayefahamu Doto ni mtu gani. Kwa unaweza ukachagua unstated, kwa maana ya kwamba hatufahamu jinsia yake, lakini kwa sababu Lea ni jina la kike nitaandika female. Tarehe ya kuzaliwa, kwa nitaandika labda kwa mfano tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2005. Sawa. Mahali alipozaliwa Tanzania, mahali alikozaliwa, nchi aliyozaliwa ni Tanzania, mahali alikozaliwa ukiwa na taarifa hiyo unaweza kujaza, ni vyema kujaza wilaya kama taarifa hiyo iko, jina la mama, jina la baba, taarifa hizi zikiwepo ni muhimu sana zikajazwa. Alafu unakuja sehemu zingine hapa, mahali makazi, anaishi nchi ya Tanzania, sehemu gani anaishi unaweza ukajaza hapo address, lakini pia mji gani anaishi unaweza ukajaza hapo Mwanza au wapi. Sehemu ya contact info, tafadhali ni muhimu jaza namba ya simu ya mshiriki huyo, email yake kama anayo, alafu taarifa za ziada kama ana document yoyote, elimu yake, kazi anayofanya, hali yake ya ndoa, na taarifa zingine za ziada. Lakini pia kuna habari ya dini yake aliyotoka, dini yake alikotoka, ni kundi lake, kwenye yale makundi tuliyosema tutakuja kuyazungumzia baadaye. Kuna makundi yale anakuja mara kwa mara, haji mara kwa mara, anasali makanisa mengine. Kuna ethnicity ambayo ni je, ni Mwafrika, ni Muhindi, Zungu, ambayo naamini wengi wetu ni Waafrika. Labda kule, labda ngoja nione hapo nikachokoza, labda kule kwa kina Boni kule Kwimba wanaweza wakawepo wazungu, lakini wengi wetu bado tuna Waafrika. Yuves, nimeona maswali yako, nitaweza kuja kuyajibu baadaye. Asante. Kitu kingine ambacho kinafanyika hapa ni njia gani ya uongofu. Je, ilikuwa ni mahubiri, ilikuwa ni internet, ilikuwa ni mambo ya Pathfinder, aliingiaje kanisani? Ukishakamilisha hivyo vyote umevijaza, unaweza ukabonyeza save, ukabonyeza hapa kusave huyo mshiriki. Sasa bonyeza save. Kwa hiyo taarifa zake zote zikiwa zimeshakaa vizuri, unaweza ukaweka pia na picha hapa. Ukishamaliza ukabonyeza save, ukifanya hivyo save, huyo mshiriki sasa ameingia kwenye washiriki wako wa kanisa lako mahalia. Sasa kwenye hayo maeneo mawili, naomba nijaribu kurudia tena kufanya hiki kitu nikitumia interface ya simu. Alafu baada ya hapo, yani full kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa kutumia interface ya simu. Alafu baada ya hapo tunaweza tukaelekezana sasa. Kwa mfano, okay. So nitakuja menu, member, /new. Haya, nitabonyeza new. Itaniuliza member au interest, nitachagua member. Alafu itaniuliza kwanza jina la huyo mshiriki kwanza, kwa hiyo nitaandika Zawadi, labda Musa. Ila huyu tayari ni mshiriki hapa, haina shida, lakini kwa mfano Zawadi John, labda nitumie jina ambalo linaweza kuwa Zawadi Ephraim John, mfano. Ukasearch, nitatafuta kwenye makanisa huko ulimwenguni kote ili ione kama kuna mshiriki anaitwa. Hii ni kuzuia tu double entry za washiriki. Kwa hiyo ikishakosa huko itaniambia hamna mshiriki anaitwa hivyo. Kwa hiyo unaweza kaendelea kwa nakuja nabonyeza create new record. Nitakuja nitachagua ameingiaje. Kwa mfano ubatizo, aliingia kwenye vitabu vyetu tarehe ngapi? Amebatizwa Sabato iliyopita. Sabato iliyopita ilikuwa ni tarehe ngapi? Kichwa nacho kinaanza leo ni 16, kwa ilikuwa ni tarehe 15, kwa tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2000
2026. Ceremony date ambayo ndio tarehe hiyo hiyo ya ubatizo. Kwa hiyo tarehe kama mlimbatiza na kumpokea siku hiyo hiyo, hizi tarehe zitakuwa zinafanana, wa kwanza mwaka 2026. Kama tarehe ya kumbatiza na kumpokea, kwa mfano mlienda kambi, walivyobatizwa na kuingizwa kwenye vitabu vyenu vya ushirika pengine zilitofautiana, lakini mara nyingi nashauriwa hizi tarehe ziwe moja. Hakikisheni kwamba mtu anapobatizwa hapo hapo pia mnamuingiza kwenye vitabu vyenu vya ushirika. Minute iliyopitisha ubatizo wake kama iko tutaandika labda tuseme Sumba baraza halmashauri, labda kamati halmashauri kuu 2026, tendo namba 0021. Labda hiyo ndo minute namba yetu tumeshapata. Kama kuna special minute number utaandika, lakini nitaiacha hapa kwa ajili ya hiyo. Alibatiziwa wapi? Labda tuseme pale Msumba Mlimani wana kisima, kwa hiyo utachagua hivyo amebatizwa na nani, Mchungaji Amos Lazaro Jineri, nitaiacha hivyo kwa mfano. Alafu nitakuja sasa kwenye labda hapa, kama hizi taarifa unazo, mwalimu wake wa Biblia wa kwanza, mwalimu wake wa Biblia wa pili ni nani, kama unazo uziweke, kama hauna sio mbaya. Nitakuja sehemu ya jinsia, nitachagua huyu ni mwanamke. Alafu tarehe ya kuzaliwa nitachagua labda alizaliwa tarehe 10 mwezi wa 10. Na sasa kama mtakuwa mmenotice kwenye tarehe tunapoandika tunaandika digits 2. Kwa hiyo kama labda ni tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 1990 mfano. Alafu ni Tanzania. Na taarifa zingine kama na taarifa jina la mama labda anaitwa Joana, labda anaitwa Joana Bukumbi, labda Bukumbi. Alafu nikawa na jina la baba labda anaitwa Masanja Wala. Sawa. Baada ya hapo kama nataka kuweka picha ya mshiriki nitachagua add photo. Na niambie nataka kuweka picha gani, labda niweke labda ya Pastor Daluhanze kwa mfano. Alafu itaniambia ni sasa hii ni rahisi kuifuta kwenye simu kwangu, naona kama inanikataa. Kwa hiyo nita cancel hii option, lakini unaweza kaifanya hicho kitu kisha extract hapo. Baada ya hapo kama na namba yake ya simu nitaandika mobile phone hapa labda 0620305729. Alafu email yake kama ninayo nitaandika labda jo@mfano.com. Baada ya hapo hizo kama niko nazo nitakuja baadaye nitachagua. Kwa sasa kwenye simu yangu hii nilionayo hapa ni kama inaficha button ya kusave. Kwa hivyo ngoja nijaribu kubadilisha simu. Okay. Hii simu yangu imekubali. Kwa nitakuja nitabonyeza save, huyo mshiriki atakuwa ameingia. Naamini nimegusa sehemu hasa ya kuingiza mshiriki. Sasa